shule ya msingi ya AC Comprehensive, ambapo kama unavyoona hivi sasa mtazamaji, ni zoezi la kuhesabu kura, kujumuisha na kuhesabu kura kabla ya kumtaja mshindi katika kituo hiki cha kupigia kura. Kumbuka zoezi hili mtazamaji la upigaji kura siku nzima limekuwa likiendelea kuanzia mwendo wa saa 12 asubuhi ya leo, na wapigaji kura walirauka mapema kabla ya hapo ili kushiriki haki yao ya kidemokrasia. Na zoezi hilo lilikamilika masaa machache yaliyopita, na kinachoendelea hivi sasa ni zoezi la kuhesabu kura zile, idadi iliyopigwa hii leo, wangapi walimchagua nani na wangapi walimchagua nani. Na kama unavyoona, maajenti wa vyama mbalimbali na pamoja na maafisa husika wa IEBC wako ange kuhakikisha kwamba zoezi hili linaendelea kama inavyotakikana kisheria na kama ilivyoratibiwa. Na kulingana na picha hizi mtazamaji, inaonekana hali ni ya utulivu, sio kama ilivyokuwa imeshuhudiwa hapo awali katika baadhi ya vituo vya kupigia kura, ambapo mpaka wenyeji walikuwa wamekita kambi wakisema kwamba hawataondoka katika eneo lile mpaka wahakikishe kwamba kila kitu kinaendelea ilivyoratibiwa. Na kama unavyoona hivi sasa, zoezi linalo ama shughuli nzima ya kupiga kura ilikamilika, na sasa maafisa husika na maajenti wa vyama ndio waliotwikwa jukumu la kuhesabu kura hizi. Hiki ni kituo cha shule ya msingi ya AC Comprehensive ambacho ni kituo kilicho na idadi kubwa zaidi ya wapigaji kura katika eneo bunge la Olkalau. Ni zaidi ya wapigaji kura 4,000 ambao wamesajiliwa katika kituo hiki cha upigaji kura. Na kama tulivyosikia hapo awali, Kamishna Hassan alisema kwamba idadi ya waliojitokeza kushiriki zoezi hili la kupiga kura katika eneo bunge zima ilikuwa ni idadi ya kuridhisha, na hiki kikiwa ni kituo kikubwa zaidi chenye idadi ya wapigaji kura wengi zaidi. Tunatarajia kwamba iwapo idadi ya waliojitokeza wote waliweza kupiga kura, basi zoezi idadi ya waliojitokeza kupiga kura itakuwa ni zaidi ya watu 4,000. Na mtazamaji, ni picha zinazokuja kutoka kituo cha kupigia kura cha AC ambacho hivi sasa kimekuwa ni kituo kidogo cha kuhesabu kura hizi kabla ya baadaye kujumuishwa na zile nyingine zilizopigwa katika vituo vingine vya kupigia kura. Kumbuka kuna zaidi ya vituo 144 katika eneo bunge zima la Olkalau, kaunti ya Nyandarua. Kwa hivyo kila kituo hivi sasa shughuli inayoendelea ni hii ya kuhesabu kura katika vituo hivyo, na baadaye kura zote zihesabiwe katika kituo kikuu cha kuhesabu na kujumlisha kura ambacho mwenzangu JJ ama John Jacob Kioria amekita kambi katika kituo hicho cha kituo kikuu cha kuhesabu na kujumlisha kura. Atueleze labda yanayoendelea kwa hivi sasa ni yapi. JJ, kama unanipata, shughuli imefikia wapi katika kituo hicho kikuu cha kujumlisha kura? Asante sana mwenzangu Juma Balo, ukiwa pale katika studio zetu Nairobi. Kama ulivyosema, shughuli ya uhesabu wa kura unaendelea, lakini kituo cha ujumlishaji ni hapa katika shule ya upili ya Olkalau. Ni kwamba hadi sasa hakuna maboksi ama visanduku vya kura ambavyo vimeweza kufika hapa. Kumbuka kwamba hapa hata visanduku vya kura vikija, uhesabu wa kura umemalizika katika kituo cha kupigia kura. Hiyo ni kulingana
na sheria ya IEBC. Na kwa hivyo zile ama yale matokeo ambayo yatatangazwa pale katika kituo cha kupigia kura ni matokeo ya mwisho. Kitakachofanyika hapa ni ujumlishaji na pia kutangaza atakaye kuwa mshindi ama atakayeibuka mshindi katika shughuli zima ya upigaji kura huu katika eneo bunge hili la Ol Kalou. Kama nilivyokuwa nimearifu mtazamaji hapo awali ni kwamba masaa mawili yaliyopita, hiyo ilikuwa ni saa 11, sasa iko na dakika 13, saa 1 na dakika 13, ni kwamba shughuli hiyo ilishakamilika. Ni masaa mawili sasa na dakika 13, lakini wale ambao walikuwa kwa foleni wakati ambapo saa 11 ilifika walikuwa ndani ya kituo na walikuwa kwenye foleni, walikubaliwa kupiga kura, lakini wale ambao walikuwa nje hawakuweza kupiga kura. Na kama hivyo kama nilivyomwambia mtazamaji ni kwamba shughuli zima ilikuwa na watu wengi sana kutangia asubuhi hadi ilipofika muda wa dhuhuri, ambapo pia tuliona idadi ikiendelea kupunguka. Wana IEBC ama wana tume hii ya uchaguzi wanasema 50.7% ya wapiga kura walijitokeza kupiga kura, na hiyo shughuli yote unaona kwamba idadi kubwa ilijitokeza wakati wa asubuhi. Hivi jioni ni kwamba tunatarajia kwamba ujumlishaji wa kura hizo utafanyika, na ujumlishaji ni zile idadi ya kura zilizohesabiwa katika kituo kimoja, idadi ya kura zilizohesabiwa katika kituo kimoja, na pia zitakuwa zinaangaziwa pale mbele katika skrini ya IEBC, na hapo ndio utaweza kufuatilia matokeo rasmi. Kumbuka kwamba pia kulingana na sheria, vyama hivi na wale wawaniaji wanaweza kuwa wana mipango yao kando ya uhesabu wa kura, lakini yule ambaye yuko na mamlaka ya kusema ni nani ambaye ameibuka mshindi ni tume ya IEBC, na hiyo ndio shughuli ambayo itakuwa inafanyika hapa. Na kwa hivyo tume ya IEBC iko tayari. Tuna makamishna wawili hapa katika jengo hili. Tunaye kamishna Nur Hassan na pia kamishna Andirito ambaye wako hapa ndani haswa kuhakikisha kwamba shughuli inaendelea vizuri. Tukumbuke pia kwamba ni kuangazia tu jinsi shughuli inaendelea, kwa sababu kunaye presiding officer ambaye yeye shughuli yake zima ni kuhakikisha kwamba hii shughuli iko chini yake na inaendelea vilivyo. Kwa hivyo kwa sasa yale ambayo yanaendelea katika vituo vya kupigia kura ni kuhesabu tu kura hizo, na kama nilivyosema ni kwamba shughuli hiyo inakamilikia katika kituo cha upigaji kura. Linaloendelea hapa ni shughuli ya kujumlisha kura lakini uhesabu wa kura unamalizikia katika kituo cha kupigia kura. Kuna baadhi ya magari ambayo yataingia, tutaweza kuwa tunaangazia tujue kama ni baadhi ya maafisa wa IEBC ambao wanaweza kurudisha ama kuleta makaratasi hayo, na haswa fomu ambazo lazima ziwekwe sahihi na maajenti wa kila mwaniaji. Kumbuka ni wawaniaji 9 na wote walikuwa na maajenti. Wengine ni maajenti wa mwaniaji, wengine ni maajenti ambao wamechaguliwa na chama, lakini wote haswa ni kuangalia shughuli hii na kuhakikisha kwamba inaendelea jinsi ambavyo inatakikana na katika kiwango ambacho sheria imekubali. Kwa sasa ni kurudishe kwake Juma Balo Nairobi. Tutaendelea kukujuza jinsi mambo yanavyoendelea hapa katika shule ya sekondari ama shule ya upili ya Ol Kalou.